وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. واعلموا أن الفوز للمتقين، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الحق سبحانه: حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، إليه المصير. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعد يكم حميد مولى سبحانه وتعالى، نكم تكي رحمة أماني ونمتومي عليه الصلاة والسلام. hatuna budi ndugu zangu wapendwa Waislamu kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wapo wengi ambao ni Waislamu kama sisi, lakini tulioweza kupata taufiki ya kufika ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu katika siku ya Ijumaa ni sisi ambao kwamba hatukuwa labda ni wabora kuliko wengine, wala hatukuwa labda tuna akili sana kuliko wengine, lakini ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutagua tukaingia katika kundi la watu wenye kuzipata khairi kama hizi. Mola Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhia ibada ambayo kwamba sisi tuko ndani yake, ibada ya saum ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Juzi ilikuwa watu wakishindana, mwezi ni wa jana au ni wa juzi, mwezi ni wa leo ama ni wa jana. Ghafla bado siku 10 Ramadhani kumalizika. Sura unavyoiona Ramadhani yenda mbio, na namna unavyoziona siku zaenda, ndivyo namna umri wa mwanadamu unavyokatika. Umri wako mwanadamu ni sekunde na madakika, ni muda tu mdogo. Usijisifu wewe umeishi miaka mingi, wala usipate huzuni kwa kuwa bado umri wako ni mdogo. Qul liman adda sinina mufakhira, mmoja katika washairi yasema, mwambie yule ambaye kwamba ameihesabu miaka yake kwa fahari, kwamba ameishi miaka 60 au 70 akajifakhiri kwa umri wake. Haihata laisa sirru fi sanawati, asema siri si katika kuishi miaka mingapi, si katika miaka, lakinahu fil mar'i kayfa yaishuha, lakini siri ni mwanadamu ameishi vipi, fi yaqdatin am fi amiqi subatin,
Je, ameishi katika mwamko au ameishi katika kulala? Tukiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu, mwezi wa khairi, mwezi ambao ukiwa waingia tuambiwa ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir. Mwenye kutaka khairi, huu ndio wakati, na mwenye kutafuta shari, punguza, huu sio wakati wake, wala shari hazina wakati. Mwezi mtukufu, mwezi wa khairi, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza akasema ni ayyaman ma'dudat, ni siku za kuhesabika tu, siku 30 ama 29. Aliyejipa udhuru akasema hawezi kufunga kwa vidonda vya tumbo, aliyejipa udhuru akasema hawezi kwa hili na lile, atatahamaki Ramadhani imekwisha, waliofunga wamefunga, na yeye amejitia nyudhuru ambazo kwamba hakuwa yafaa kujitia katika nyudhuru kama hizo. Waislamu, Qur'ani tuishi nayo ndugu zangu, na huu ndio mwezi wake, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremka Qur'ani. Qur'ani ina mambo mengi ndani Qur'ani ina ahkam na sheria na hukumu. Sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kike wa kiume wakateni mikono. Na utakuja kuona baadhi ya hukumu zikitajwa, Mwenyezi Mungu alipoanza uwizi alianza na mwanamume, as-sariqu was-sariqa, lakini alipoanza uzinifu alisema az-zaniyatu waz-zani. Manake lau wanawake watazuia, hatuna namna sisi kuwalazimisha, na uwizi mwanamume yuko karibu nao zaidi kuliko mwanamke. Qur'ani imechanganya hukumu ndani Qur'ani imeweka tauhid, kuna aya za tauhid ndani ya Qur'ani, kuna aya za visa, suratul Qasas ndani kuna visa, suratu Yusuf nzima ni kisa na kadha na kadha. Kisha ndani ya Qur'ani kuna aya zaambiwa ni aya za matarajio na kuna aya za hofu. Kuna aya ndani ya Qur'ani ukizisoma za kupa hopes, ima ikiwa umevunjika moyo zikupe moyo kutoka mahali ulipo uende kwingine, au ikiwa wafanya za kuzidishia morali wa kuendelea kufanya. Kisha kuna aya za hofu kutia uoga, kuna aya za matarajio kukupa hopes. Zile za hofu zamtia hofu yule ambaye kwamba ameingia kwenye maasi au yuataka kuingia kwenye maasi, zile aya zampa kuogopa, usifike huko unakokwenda siko. Na kuna aya za matarajio kwamba kadri ninavyofanya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hichi changu yuakithamini, kiwe kidogo kiwe kikubwa, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala yuakithamini pakubwa. Na ikiwa unachokifanya anayekithamini na kukienzi ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi ni kitu kikubwa. Na Mola yuatuambia wala yatirakum a'malakum, Mwenyezi Mungu hatawapunja, hatawadhulumu, hatawakosesha malipo ya kile ambacho kwamba mkifanya. Tuingia katika 10 la itqu minan nar, 10 ambalo ndani kuna wenye kuachwa huru na moto, na dua zaombwa kila siku, a'tiq riqabana wa riqaba abaina, ziache huru shingo zetu na shingo za wazee wetu kutokana na adhabu ya moto. Kundi hili la wenye kuachwa huru na moto, tusifikie mahali tukajiona ya kwamba yule mwenye kuswali sana ndiye atakayeingia, na yule ambaye kwamba amezama katika maasi hatopata fungu hilo. Kwa muda tulionao ndugu zangu, nizungumze machache katika maudhui nikisema arja ayatin min alquran. Kuna aya ambazo kwamba zenye matarajio zaidi katika Qur'an, pamoja na kwamba aya zina matarajio zote, lakini kuna aya ukizisoma za kupa matarajio zaidi kuliko zingine. Tosheka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kumzungumza mwanadamu, wakati mwanadamu huyo amefanya maasi,
Mwanadamu huyu amekosea, lakini wakati yozungumza naye alimwambia ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Mwanadamu we, ni kitu gani kilichokughuri? Kitu gani kimekudanganya na Mola wako ni karimu? Huyu mwanadamu amedanganyika, amefanya maasi, amedanganyika, ametoka kwenye taa. Lakini Mwenyezi Mungu pamoja na kwamba huyu mja ameasi, pamoja na kwamba huyu mja ametoka katika usawa, wakati amzungumzia amwambia wa rabbukal karim, Mola wako ni mkarimu. Hakujisifu na sifa zake za adhabu wakati yozungumza na mwenye kustahiki kuadhibiwa. Alokosea astahiki kuadhibiwa, aloasi astahiki adhabu. Lakini wakati Mola subhanahu wa ta'ala azungumza naye alimwambia ma gharraka bi rabbikal karim. Hakumwambia ma gharraka bi rabbikal jabbar au bi rabbikal qahhar. Hakumwambia hilo. Mola wako ni mkarimu, mbona kimekudanganya? Mbona umedanganyika? Na ndio utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuzungumza katika hadithi akasema inna Allaha yagharu, Mwenyezi Mungu huwa na ghera. Kisha akaeleza ghera ya Mwenyezi Mungu huwa vipi, akasema wa ghairatullahi an yara almar'a yati ma harrama alayhi. Ghera ya Mola subhanahu wa ta'ala ni anapomuona mja wake yukiendea kitu alichomharamishia. Mwenyezi Mungu husikia ghera ya kwamba mbona mja wangu ameniacha, hakufuata ile ndia ninayoitaka, akamfuata shaytan. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sasa ziko aya ndani ya Qur'ani ndugu zangu ambazo zampa matarajio mazuri, zamzidisha kumpa tamaa mwanadamu, zamzidishia Muislamu kuwa na tamaa njema na Mola wake. Asema al-Qur'anu kitabu raja'in wa khawf. Qur'ani ni kitabu, ndani kuna aya za matarajio, kuna aya za khawf. Wa targhibin wa tarhib, kuna aya za kumpendekezesha na kumtia hamu mtu, na kuna aya za kumtia uoga. Wa wa'din wa wa'id, kuna aya ndani za mpa ahadi Muislamu na kuna aya ndani za mpa makemeo. Hii ndio Qur'ani. Asa ikiwa ina kazi hizi, ndani ya Qur'ani kuna ayatun hiya arja ayat. Ndani kuna Qur'ani ambazo ni aya zenye matarajio zaidi. Yafrahu biha ahlul iman, mwenye imani aya hizo akizisoma hufurahia. Wa hina yatluha, na anapozisoma hizo aya ambazo kama zina matarajio, ta'dhumu raghbatuhum, ile raghba yao katika kufanya mema huwa kubwa. Wa tahsunu dhununuhum bihi subhana, hata dhana zao pia wakizisoma hizi aya, dhana zao huwa nzuri kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Fayahsunu bilmu'mini an yaqra'a hadhihi alayat, ni vizuri Muislamu aya hizi akizisoma na akizitambua. Wayatadabbara maaniha, kisha azingatie na maana ya hizi aya. Wayafhama ma fiha min alilmi wal amal, kisha ayafahamu yalokuwa ndani katika ilmu na katika kuyatendea kazi. Angalia aya hii Hamim. Tukitafsiriwa hizi sura tuambiwa hizi hurufu almuqatta'a Allahu a'lamu bimuradihi bihi, Mola ndiye ajuaye mapendeleo ya hizi aya. Alif lam mim kaf ha ya ain sad ta sin mim, zote zile Mola ndiye ajuaye maana zake. Mbele aya Mola akasema tanzilul kitabi min Allahil azizil alim, teremsho la kitabu hili ni kutoka kwa Mola mshindi mjuzi. Ghafirid dhanb, Mola ambaye kwamba ni msamehevu wa madhambi. Wa qabilit tawb, mwenye kukubali na mwenye kuitikia tauba ya mja. Shadidul iqab, mbali na yote ni mkali wa mateso Mola. Dhitauli, kisha anavipoa, ana neema na khairi nyingi sana alizonazo. La ilaha illa hu, hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Ilayhi almasir, kwake yeye ndiyo marejeo ya kila kitu. Ukisoma hii aya ina matarajio makubwa sana ambayo Muislamu akiyazingatia, hata akiwa ameasi kiasi gani, aya hii yampa matarajio ya kwamba naweza kurudi nyuma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanikubalia kurejea kwangu kwake. Yazid ibn al-Asam asema, aeleza ya kwamba kulikuwa na bwana muovu, na alikuwa Saidina Umar amjua huyu bwana kwa uovu aliokuwa nao.
alikuwa ni katika watu wa Sham, Syria. Basi katika uovu wake na machafu aliyokuwa nayo, Saidna Umar alikuja akampotelea machoni ikawa hamuoni. Tuambiwa fasaala anhu, akamuulizia bwana fulani yuko wapi? Faqila, akaambiwa Saidna Umar ya kwamba tatabaa fi hadha ash-sharab, huyu bwana ameendelea sana katika kulewa. Fadaa katibahu faqala, akamuita mwandishi wake mwenye kuandika, akamwambia hebu niandikie haya maneno apelekewe huyu bwana. Akaanza maneno yake akasema, min Umar ibn al-Khattab ila fulan, barua hii kutoka Saidna Umar kwenda kwa bwana fulani. Salamun alayka, kwanza amani juu yako. Fa inni ahmadu Allah alladhi la ilaha illa hu, kwanza namhimidi Mola ambaye kwamba hakuna Mola asiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kisha akamwandikia ghafiri dhambi, Mola ambaye kwamba ni mwenye kusamehe dhambi, wa qabili tauba, mwenye kukubali tauba, shadidil iqab, mwingi wa mateso, dhitawli, mwenye khairi nyingi sana, la ilaha illa hu ilayhi almasir. Barua ile ikapelekwa kwa yule bwana. Ilipomfikia hii karatasi, asema jaala yaqra'uha, akawa yuisoma hii barua ya Saidina Umar radhiyallahu anhu, wa yaqulu, kisha yuasema ghafiri dhambi, Mwenyezi Mungu yakubali yuwasamehe madhambi. Yani katika maneno yote, lakini hii ghafiru dhambi ilimtilia tamaa. Pamoja na ulevi wangu, pamoja na maasi yangu, lakini kuna Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni ghafiri dhambi, mwenye kusamehe dhambi. Qad wa'adani Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu ameniahidi mimi ay yaghfira li, anisamehe. Kisha qabil at-tawbi shadid al-iqab, aliposoma kipande hichi akasema qad hadharani Allahu, Mwenyezi Mungu amenitahadharisha mimi iqabahu, na adhabu zake. Dhitawli, Mwenyezi Mungu ana khairi, manaki at-tawlu al-khairu al-kathir, Mwenyezi Mungu ana khairi nyingi sana. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkizihesabu neema za Mola subhanahu wa ta'ala hamwezi kuzidhibiti. Kulluka mun'am, wewe mzima ni neema, kutoka utosini mwako mpaka kwenye unyayo wako wewe ni neema. Huyu bwana azisoma aya asema Mwenyezi Mungu mwenye neema nyingi. Yule mwanachuoni alipita mahali sokoni, kifika akamwona bwana mashlul al-yadaini wal qadamain, amepooza mikono, amepooza miguu, hawezi kushika, hawezi kutembea. Kafifa al-basar, kipofu. Lakini akamsikia atoa maneno akisema alhamdulillahi alladhi an'amani bi ni'amihi al-kathira, himdi zote njema ni za Mola ambaye amenineemesha mimi neema nyingi sana. Yule mwanachuoni yupita akamfuata akamwambia, ya Abdallah, ewe mja wa Mungu wewe, wa mimma an'amaka Allahu bihi, kitu gani Mwenyezi Mungu amekuneemesha nacho wewe? Na kuona huoni, kipofu, mikono yako hii imepooza, miguu haifanyi kazi, kisha bado wasema kwamba Mwenyezi Mungu amekupa neema nyingi sana. Neema gani alizokupa? Alimhesabia neema 3 kubwa ambazo wengine wetu twaona, twatembea, twashika, hizi neema hatuziangalii. Akamwambia laqad ja'alani Allahu lisanan dhakira, kwanza kabisa Mwenyezi Mungu amenipa ulimi wa kumkumbuka na kumtaja. Nabiyullahi Ayyub alipokuja kuonjwa na maradhi, vile vidonda vikawa vaingia mwilini, alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mwili wote huu uathiri takavyo na maradhi, lakini niachie ulimi mkutaje. Laqad ja'alani Allahu lisanan dhakira, Mwenyezi Mungu amenipa ulimi wa kumtaja. Wa qalban shakira, na akanipa na moyo wa kushukuru. Wa badanan 'ala al-bala'i sabira, na amenipa mwili ambao ukiingiwa na mitihani una uvumilivu. Dhitawl, Mwenyezi Mungu ana neema nyingi, ana khairi nyingi ambazo ukizihesabu huwezi ukazimaliza. Kila unachokililia huna, kuna ulicho nacho mwingine akitamani. Ikiwa walia wewe wasema mimi sina kipando, natoka mbali natembea kwenda nyumbani au kwenda msikitini, watembea kwa miguu, wasema hiyo neema ya kutembea huioni, watafuta neema ya kipando. Kuna mwenzako miguu hana, aitamani hiyo neema ya kutembea.
Asa ile hatua unaotaka kuipiga kwenda mbele, kuna mwingine hiyo hatua uliyoko ndio dream yake. Pale mahali ulipo kuna mtu atamani kufika hapo. Wewe mahali ulipo wataka usonge mbele. Ndio Mtume akatupa kipimo akasema, ukitaka kufaulu katika masala ya taa, muangalia alokuwa chini, muangalia alokuwa juu katika taa. Ukimwona mtu yeye amedumu katika swala, huyo ndio shindana naye. Huyu amedumu katika kufunga, huyo ndio shindana naye. Aliyeko juu yake katika taa, huyo ndio muangalie, awe ndio unashindana naye. Fabidhalika falyatanafasil mutanafisun, washindane wenye kushindana. Lakini kidunia ukitaka kufaulu, muangalia alokuwa chini, tafaulu siku zote. Ikiwa waishi kwenye nyumba ya kukodisha, kuna watu hata hizo nyumba za kukodisha hawana, waishi kwenye mahema ya msaada. Sasa ukimwangalia alokuwa chini kidunia, utajikuta uko katika neema kubwa. Na ukimwangalia aliyoko juu katika taa, utajiona wewe ni mukassir, hujafanya kitu. Kwa hiyo utatia bidii katika taa na utashukuru alichokupa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Dhitauli, Mwenyezi Mungu mwenye vipoa. Manake ana khairi nyingi sana. Huyu bwana alipoyasoma neno haya, la ilaha illa hu ilayhi al-masir, falam yazal yuraddiduha, akawa yuirejelea hii aya ala nafsihi, katika nafsi yake. Thumma baka, kisha akalia sana. Thumma naz'a fa ahsana an-naz'a, kisha akatubia na akafanya uzuri wa kutubia. Fahasunat taubatu, toba yake ikawa njema. Falamma balagha Umar amruhu, ilipomfikia Saidna Umar jambo lake kwamba yule bwana barua ulimpelekea, na akaitii na akaisikiza na akarudi nyuma akatubia, ilipomfikia qala, akasema hakadha fasna'u, namna hii ndio mwafaa mfanye Waislamu. Idha raaitum akhan lakum, mnapomuona ndugu yenu zalla zallatan fasaddiduhu, ameteleza mtelezo wowote zidieni. Wawafiquhu, kisha mumwafikie, mumtengeneze, mumpe taufiki katika khairi anazozifanya. Wad'u Allah ta'ala an yatuba alayhi, kisha mumuombe Mwenyezi Mungu amkubalie tauba yake. Wala takunu aunan lishaitani alayhi, musiwe ni msaada wa shaitani juu yake. Arja ayatin min alquran, ghafiri dhanbi qabili at-tawb shadidi al-iqabi dhi at-tawl la ilaha illa hu, aya ambayo kwamba imemfanya bwana na ulevi wake akarejea nyuma, akatubia na akasema kuanzia sasa mbasi. Mimi naye aya hii twaichukulia vipi? Twaizingatia vipi? Twaifanyia kazi namna gani? Je, tunayemuona yuko kwenye maasiya, tumpa hopes kwamba pamoja na maasiya yako waweza kurejea nyuma ukakubalika? Au tukimuona mtu na maasiya ndio tumwambia wewe ni fi nari jahannama khalidina fiha? Yule bwana alisema la yaghfirullahu li fulan, Mwenyezi Mungu hawezi kumsamehe mtu fulani. Mwenyezi Mungu pale pale akamwambia Mtume, mwambie huyu asiingie kwenye kazi yangu. Hiyo kazi yangu ya kusamehea na kuadhibu ni yangu, asiingie. Yeye ndio hawezi kusameheka. Kwa nini atoe shahada ya kutosameheka mja wangu kwa maasi aliyofanya? Usimkatishe mtu tamaa, wala usimwambie wewe kwa kiasi hichi ulichokifanya wewe jiandae kuchomwa. Kana fi man kana qablakum, angalia hadithi, kulikuwa waliokuwa kabla yenu, rajulun qatala 99 nafsa, kuna bwana aliyo watu 99 kisha akajuta. Alipojuta fasaala an a'lami ahli al-ardh, akauliza wanazuoni. Fadulla ila rahib, akapelekwa kwa mmoja katika wanazuoni pale, akamwambia inni qataltu 99 nafsa, mimi nimeua watu 99, fahal alayya min tauba, naweza kutubia? Akamwambia la, huwezi kutubia, watu 99 umeua sana wewe ngoja kuchomwa. Fakamala bihi 100, tuambie yule bwana kwa hasira akamuua akawa ni 100. Siwezi kusameheka, acha niendelee na wewe. Kisha akajitia nafsini mwake, akaenda akatafuta mwanachuoni mwingine akamuuliza, inni qataltu 100 nafsin, mimi nimeua watu 100, fahala alayya min tauba, naweza kutubia? Akamwambia wa madha yahulu bainaka wa baina tauba, kitu gani ambacho kwamba kitaingia katikati yako wewe na tauba? Lakini idhhab ila ardhi kadha wa kadha, nenda sehemu fulani, fa inna biha unasan, ukifika huko utapata watu yaabuduna Allah fa'budillaha ma'ahum, utawapata wafanya ibada kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala, nenda kaabudu Mola nao. Huyu bwana ni muuaji, hajaswali, hajafunga, hajatoa sadaqa, hajafanya khairi yoyote, lam ya'budillaha tarfata 'ain.
kharaja taiban min aradhihi, ametoka yuenda kutubia kutoka kwenye ardhi zake. Tuambiwa falamma nasafa at-tariq, alipofika katikati ya njia, malakul mauti akaja akamtoa roho, akafa. Hadithi yatuambia fanazalat malaikatu rahma wa malaikatu al-adhab, malaika wa peponi wakashuka, malaika wa motoni nao wakashuka. Fakhtasamat, wakaanza kuteta. Wa motoni wasema huyu ni wetu bwana, hajamwabudu Mola, zaidi muaji. Wale wa peponi wakasema la, huyu ni wetu sisi. Kharaja taiban, ametoka atokako huyu, enda kutubia endako. Baina ya kuwa washindana, asema akaja malaika mwingine ala surati al-bashar, akawaambia qisu ma baina al-ardhaini, pimeni kati ya hizi ardhi mbili, anakotoka mpaka alipofika na alipo na mpaka anakokwenda, pimeni. Fa ila ayyihima aqrabu fa huwa laha, kule ambako kwamba atakuwa yuko karibu nako atakuwa ni ardhi hiyo. Ikiwa anakotoka huko kubaya, huko karibu, atakuwa ni mbaya, lakini akiwa anakokwenda huko karibu atakuwa ni mwema. Asema wakaipima zile ardhi mbili, wakakuta anakokwenda yuko karibu kwa kiasi cha shubiri moja. Shubiri moja peke yake ndio ilomuokoa. Bali katika riwaya tuambiwa auha Allahu ila hadhaini al-ardhaini, Mwenyezi Mungu aliipelekea wahi hizi ardhi mbili, kwamba hii ardhi anakotoka tabaudi, wewe kaa mbali, kuwa mbali sana. Wa hadhihi taqarrubi, na hii ardhi nyingine iwe karibu. Kilichomuokoa nini? Kutokatishwa tamaa na yule bwana wa pili ya kumwambia ya kwamba hakuna kitakachokuzuia kati yako na tauba. Inna Allaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir. Mtume asema Mwenyezi Mungu huikubali tauba ya mja wake muda roho yake haijafika katika mitilinga, haijafika katika koo yake hii. Kalla idha balaghat at-taraqiya wa qila marraqi, hapo roho ikifika hapa ndio mtu aulize nani tabibu. Ila rabbika yawma idhin al-masaq, bali kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula. Aya zote zile zimekuja kwa sababu huyu mwanadamu nyakati zake zote hakuzitumia, mpaka roho imefika wapi? Katika mitilinga, ndio aseme kwamba anataka kutubia. Qur'ani yasema nini? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, huyu mwanadamu hata tukampa nafasi tena akarudi atafanya yale yale, na wakati roho yatolewa atasema nipeni tena nafasi, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ghafiri dhanb, Mwenyezi Mungu yusamehe madhambi ndugu zangu. Qabili tawb, Mwenyezi Mungu yukubali tauba ya mja. Shadidul iqab, pamoja na hayo Mwenyezi Mungu ni mwingi wa mateso. Dhitawli, Mwenyezi Mungu ana khairi nyingi. La ilaha illa hu ilayhi al-masir. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aeleza ni kiasi gani Mola subhanahu wa ta'ala huwa na furaha na mja wake anapomuona yurudi kwake. Akasema inna rabbakum, hakika Mola wenu nyinyi, afrahu bitawbati ahadikum bitawbati abdihi, Mwenyezi Mungu hufurahi zaidi na tauba ya mja wake, min ahadikum, kuliko mmoja wenu ambaye dhalla birahilatihi, amepoteza kipandwa chake, fi ardhi falatin, katika ardhi za jangwa, wa alaiha ta'amuhu wa sharabu, na kwenye kile kipando kuna chakula chake, kuna kinywaji chake, akatafuta mpaka akakata tamaa. Faawa ila dhill, akienda kwenye kivuli akakaa, ashakata tamaa, chakula kimekwenda, kinywaji kimekwenda, na mnyama amepotea, tena katika ardhi ya desert. Alipokuwa shakata tamaa, yuko chini ya mti amelala, kwamba falamma ntabaha, alipokuja kuzindukana namna hili, fa idha birahilatihi, ghafla yukiona kile kipando chake, wa alaiha ta'amuhu wa sharabu, na juu ya kipando chakula kiko pale, kinywaji kiko pale. Fa akhadha bizimamihi, akazishika kamba za kile kipando. Thumma qala, kisha akasema Allahumma, ewe Mola, anta abdi, wewe ndiye mja wangu, wa ana rabbuk, na mimi ndiye Mola wako. Huyu mtu akhtaa min shiddati alfarhi, amekosea maneno kwa kufurahi sana, lakini furaha ya huyu haimshindi furaha ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapomuona mja wake amerejea kwake. Namna huyu alivyofurahi mpaka akabadilisha maneno, akamfanya Mwenyezi Mungu ndio mja wake na yeye ndiye Mola wa Mola. Lakini Mwenyezi Mungu asema furaha yake haishindi furaha yake anapomuona mja yorudi kwake. Na hutokea mtu wakati wa furaha akafanya kitu kinyume na kinavyofanywa. Yule bwana alipokuja kusilimu akafundishwa dua nyingi, kama hii dua ya chooni, hii dua sijui ya nini, akazishika, kiingia chooni usoma
Basi akaja akafunga mwezi wa Ramadhani, akafurahi na saumu namna ilivyo. Ilipofika jioni, kwa ile furaha nyingi mpaka akasahau ile dua ya kufungulia saumu yake, akashika tende, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dua ya chooni akaizungumza wakati yafungua saumu yake. Hakukosea. Ile furaha aliyokuwa nayo, alifurahi sana. Uislamu ni hunu, unaisikia ile ladha ya asiyekuwa na kitu, namna anavyopitia njaa. Ndio huu Uislamu. Dua ya chooni akaisoma wakati wa kufungua saumu yake. Sasa mja anayefurahi sana mpaka akakosea maneno, hamshindi Mwenyezi Mungu furaha yake anapomuona mja wake yorejea kwake. Ndugu zangu, usimkatishe mwenzako tamaa, mpe matarajio mema kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Awe ni asi atakavyokuwa, lakini usiingilie katikati ya kazi ya Mwenyezi Mungu na wewe ukaingia. Mwache Mwenyezi Mungu afanye kazi yake. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Aliyeongozwa na Mola ndio ashaongozwa. Wangapi kulikuwa na wanazuoni walikuwa ni wakali kwanza, wakikaa vichochoroni na kuwapokonya watu na kuua, kuwapiga kabare, lakini amesoma, akenda akarudi madrasa, akafanya kazi, akaacha vitabu kadha na kadha amevitunga katika ulimwengu. Lakini ukifuatilia historia yake kwamba huyu alikuwa ni mkabaji, huyu alikuwa ni hivi na hivi na hivi, hakuwa na tarehe nzuri mwanzo, lakini baada ya kurudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala akawa mtu wa maana. Kwa hiyo ndugu zangu, usimkatishe mtu tamaa. Muangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wahshi ni mmoja kati ya watu ambao kwamba walimfanyia Mtume tukio zito, kumuulia ammi yake Saidina Hamza. Amemuulia Hamza. Nani ambaye kwamba yuko tayari kukaa na mtu aliyemuulia ammi yake? Bila shaka hakuna. Kila mmoja atakuwa, wewe umeniulia ammi yangu, tena ammi anayenipenda, maana yake tofauti, pengine ni ammi alokupokonya urathi wenu, ni ammi anayekupenda, ni ammi sahibi yako ambaye kwamba yuwakuvimba kwa kila aina ya matatizo. Amemuua, takaa naye karibu? Hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Wahshi ashamuua Hamza, pokuja kwenye fathu Makkah, Mtume alianza kumtumia Wahshi aya aslimu. Akamtumia kipande cha kwanza cha aya, akamwambia walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznuna waman yaf'al dhalika yalqa athama. Aya kwanza silimu Wahshi. Aya hiyo Wahshi akaisoma aya walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, ambao kwamba hawamuombi mwingine Mwenyezi Mungu zaidi yake. Mimi nishaomba asiyekuwa Mungu, nishabudu sanamu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, mishaua ikiwa kutoa mishaua. Wala yaznuna, hawazini, mishazini. Waman yaf'al dhalika yalqa athama. Sioni sababu ya mimi kuslimu Muhammad hapa. Hii aya yote yaniongeza kwamba ninachokifanya ndo hainipi matarajio. Kisha yudha'afu lahu al'adhab yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Aliporejesha majibu Wahshia kwamba hii aya sijaona aya ya kuslimu, akampelekea aya ya pili, kamwambia illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Isipokuwa mwenye kutubia na akaamini akatenda matendo mema, hao Mwenyezi Mungu atabadilisha maovu yao yawe ni mema, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, mwingi wa sikitiko. Wahshia akaisoma akasema, kweli mwenye kuamini, lakini hayo mema mimi nitafanya? Mimi sioni kama hii aya bado nafaa kuslimu. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ni Mtume jamani, nakupa aya tena kutoka Mtume, kisha wanaambia aya hii haifai mimi kuslimu, lakini Mtume akawa hachoki, bado yumpelekea na aya nyingine. Mwisho akampelekea aya, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Falamma sami'a tilka al-aya qal, alipoisikia hii aya Wahshi akasema, alana la ara shartan fa aslama. Hakuona sharti isipokuwa akaenda mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasilimu Wahshi. Wahshi akijisifu asema, mimi kwanza nimeua mtu mkubwa kwenye Uislamu, muua Hamza, lakini pia niliua mtu mkubwa kwenye ukafiri, alimuua Musailimatul Kadhab. Katika vita vya Murtaddin alipokwenda akamuua Musailima, bali mpaka aliomba ruhusa kwa Saidina Ali, niachie huyu mimi nimuue ili kufidia nafasi ya kumuua Hamza, akaachiwa na akamuua Musailima. Ndugu zangu, huyu ni mtu amemuulia ammi yake Mtume, amemjeruhi Mtume moyo wake kumuondolea kipenzi chake,
lakini pamoja na yote Mtume sallallahu alayhi wasallam ampelekea aya kumuonesha ya kwamba pamoja na makosa uliyofanya, lakini kwa Mwenyezi Mungu ukirudi nafasi ipo. Imepokewa katika habari za zamani ya kwamba anna samawat tasta'dhinu rabbaha, hizi mbingu kumuomba Mwenyezi Mungu ruhusa fi sabihati kulli yawmin, katika asubuhi ya kila siku, ya Rabbi nipe idhni nianguke mimi mbingu ni wabonde wenye kukuasi. Mbingu hizo. Bahari nazo humtaka idhni Mola subhanahu wa ta'ala, zamwambia ya Rabbi tupe idhni tuwagharikishe hao wenye kukuasi. Majabali nao namna hiyo hiyo, ya Rabbi tupe idhni tudondoke tuwaangukie na kuwabonda bonda wenye kukuasi. Na ardhi nao namna hiyo hiyo, kila asubuhi yataka idhni, ya Rabbi nipe nafasi nipanuke niwamize hao wenye kukuasi. Yote hayo Mwenyezi Mungu yasikia kutoka kwenye mbingu, majabali, bahari na ardhi. Mwenyezi Mungu awaambia innakum lam takhluquhu, nyinyi huyu mwanadamu hamjamuumba, walau khalaqtumuhu lama qultum hadha, na leo mngemuumba nyinyi huyu mwanadamu msingeyasema hayo. Huyu ni mja wangu, niacheni mwenyewe. Ya ibadi, Mwenyezi Mungu azungumza na wenye kuasi, lakini lam yatabarra minhum, hakujiepusha na wao, hakujitenga. Leo mzazi aweza kujitenga na mtoto wake kwa maasiya tu, kwa kumkaidi amri zake. Kwanza leo nipe ufunguo yangu ya gari, sikupi tena vitu vyangu, nyumba yangu toka, sikupi tena. Wewe kwanza si mwanangu, leta nipe ufunguo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema ya ibadi, enyi waja wangu, alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa, mimi Mola wenu nawasamehea. Yule mama aliyokuwa amempoteza mwanawe kwa muda wa siku 3, wakamtafuta mtoto, mama ana huzuni za kumkosa mwanawe, mwana naye ana huzuni ya kumkosa mamake. Muda mrefu ukapita. Siku moja masahaba wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amekaa, ghafla aonekana mtoto ametokeza. Mama alipomuona mwanawe akaanza kumkimbilia kwa furaha, na mwana alipomuona mamake akawa yomkimbilia kwa furaha, na huku mama yualia kile kilio cha kufurahia kwamba mwanangu nimempeza muda mrefu, leo nimemuona. Wakaja wakakumbatiana, na huku wote walia kwa machozi ya furaha. Masahaba radhiallahu ta'ala anhum wardahum walipowaona hawa watu wawili walia, mtu na mwanawe, wao pia wakawa wanalia. Mtume akauliza man ladhi abkakum, kitu gani kimewaliza nyinyi? Wakasema hananatu hadhihi al-ummi biwaladiha, kinachotuliza sisi sikitiko la huyu mama kwa mwanawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia inna rabbakum, mola wenu, arhamu bikum, yuwasikitikieni nyinyi zaidi min hadhihi al-ummi biwaladiha, hata kuliko huyu mama namna anavyomsikitikia mwanawe. Usikate tamaa ndugu yangu Muislamu. Zipo aya ukizisoma za kupa matarajio ya kwamba pamoja na kila kitu, pamoja na maasiya, lau balagha dhunubuka anana as-sama, Mtume asema lau madhambi yako yatafikia katika mawingu kule, wa ataitani lam tushrik bi shay'a, katika hadithu al-Qudsi, na ukanijilia hujafanya shirki, ataitu bimithliha maghfira, mimi nitakujilia kwa mfano wa madhambi uliokuja nayo, mimi nitakujilia kwa msamaha. Mtume asema kwenye hadithu al-Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba ya abdi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, hajajikurubishako mja kwangu mimi na kitu nikipendacho kama namna atakavyojikurubisha kwangu na faradhi nilizomfaradhia. Akijikurubisha kwangu, idha atani yamshi, asema in taqarraba ilayya shibra, akijikurubisha kwangu mja wangu kiasi cha shubiri moja tu, taqarrabtu ilayhi dhira'an, mimi hujikurubisha kwake kiasi cha dhiraa mzima. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, akijikurubisha kwangu dhiraa moja, taqarrabtu ilayhi ba'an, mimi nitajikurubisha kwake kiasi cha kima mzima. Wa in atani yamshi, na akinijilia huku yuatembea mja wangu, ataituhu harwala, mimi nitamjilia huku nenda mititi, na muendea mbio mja wangu. Jamani, si ni Firauni aliyejiita Mungu na akasema hii mito ya Misri yapita chini yangu kwa amri zangu? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hebu niambie leo rais, kuna mtu ajiite rais na ajiapishe? Treason moja kwa moja, tanyongwa. Hivi kuna mtu ajiita Mungu na Mungu yuko? Mwenyezi Mungu pamoja na yote anamwambia Musa, qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, nendeni mkazungumze naye vizuri Firauni. Sikia Musa, nendeni mkaongee naye vizuri, pamoja na kujiita Mungu kwake. Hakuweza kutii amri, hakuweza kurudi nyuma mpaka siku yuaghariki. Ndio Qur'ani yamwambia al-ana wa qad asaita qabla, sasa Firauni na ushaasi kitambo huko, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo huu mwili wako tutauokoa na itakuwa ni muujiza na ni dalili ya wazi kwamba Mwenyezi Mungu yuko kwa atakaokuja baada yako.
lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabii Musa, nenda kamwendee, zungumza naye vizuri. Ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutuambia hata hawa wasiokuwa Waislamu tunapozungumza nao tuzungumze nao vizuri, wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fayasubbu Allaha wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fayasubbu Allaha adwan bighairi ilm, katika surah al-An'am. Msiwatukane wale ambao kwamba wanaabudu asiyekuwa Mola, wao watamtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana nao kwa njia nzuri. Waqulu linnasi husna, zungumza nao maneno mazuri. Qulu qawlan sadida, yote haya ni nini? Ni kwamba mtu pamoja na maasi yake, lakini usiende ukamtukana. Kumbe wewe kwa maasi haya utachomwa. Pana, kazi ya kuchoma, kazi ya kuingia peponi, kuingia motoni ni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bali kubwa zaidi, ndugu zangu, yafaa tutambue ya kwamba madhambi si moto na thawabu si pepo. Yaani si kwamba kwa kufanya thawabu kwako ndio ni tikiti ushaingia peponi, au kwa kufanya madhambi mtu ndio tikiti ashaingia motoni. Hapana. Waweza ukaandikwa noisemakers na usichapwe. Waweza ukaandikwa wewe umezungumza Kiswahili shule na usichapwe na mwalimu ukasamehewa. Na kwa Mwenyezi Mungu walillahi almathalul a'la, kwa Mola zaidi. Mtume alipozungumza akasema atadruna manil muflis, mwamjua aliyefilisika ni nani? Masahaba wakasema almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa, yule ambaye kwamba hana kitu, hana pesa, hana chombo, huyo ndiye aliyefilisika. Akasema almuflisu inda Allah, aliyefilisika mbele ya Mola man yati yawm alqiyama, atakayekuja na siku ya kiyama na nini? Bisalatin, thawabu hizo, wa zakatin, thawabu hizo, wa saumin, thawabu, wa haji na hija, zote ni thawabu amekuja nazo. Lakini thawabu zile zisimnufaishe yeye. Yati wa qad shatama hadha, amekuja amemtusi huyu, wa akala mala hadha, amekula mali ya huyu, qadhafa hadha, amemsingizia huyu, wa daraba hadha, na amempiga na mwingine. Fayukhadhu min hasanatihi, yatwaliwe mema yake walipwe hawa aliyokwenda kuwakosea. Fa in faniya min hasanatihi, ikiwa mema yake yatakwisha kabla an yuqda alaihim, kabla ya hawa aliyowakosea duniani hawajamalizikiwa kulipwa, ukhidha min khatayahum, watwaliwe madhambi yao hawa, apewe yeye, thumma turiha fi nar, kisha aingizwe motoni, wal iyadhu billah. Sasa usijione kwamba kwa thawabu zako ndio tayari ushaingia peponi, au kwa madhambi yako ndio tayari ushaingia motoni. Usikate tamaa, wala wewe pia usijikweze. Sahaba akasema la an abita naiman wa asbaha nadiman, nipitiwe na usiku nimelala kisha asubuhi niamke na juta, khairun li, ni bora zaidi kwangu, min an abita abidan wa asbaha mu'jaba, kuliko nipitiwe na usiku nafanya ibada usiku kucha kisha asubuhi niamke najiona kwamba wenzangu wamelala, mimi ndio nimefanya taa. Hizi ibada ndugu zangu zina makasoro kila sampuli, usijikweze nazo. Alichokupa Mwenyezi Mungu ni kikubwa kuliko wewe unachomfanyia. Ile neema yako ya jicho tu iwekwe mahali, kisha uambiwe hebu toa matendo yako mema yote yawekwe kwenye kafatul mizan, yapimwe. Hiyo neema ya jicho ni kubwa hata kuliko mema yako unamfanyia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mwanadamu alipoambiwa udkhulul jannata bi rahmati, ingia peponi kwa rahma zangu, alisema bal bi amali, na ingia peponi kwa matendo yangu. Nafanya mimi, naswali mimi, nafunga mimi, natoa zaka mimi, najenga misikiti, nachimba visima, bi amali, kwa matendo yangu. Mwenyezi Mungu anamwambia bi rahmati, kwa sikitiko langu. Mwambia la bi amali. Tuje kwenye vipimo basi. Sasa Mwenyezi Mungu aitoe neema ya jicho tu aiweke kwenye kitengele cha mizani, kisha na matendo yake yote yanoyafanya mema kitengele cha mizani, neema ya jicho iwe ni mzito zaidi kuliko matendo yake, kisha ndio akubali basi nitaingia peponi kwa rahma zako. Mtume na masahaba nyote mtaingia peponi kwa rahma ya Mola. Wakamuuliza hatta anta ya Rasulullah, mpaka wewe? Akasema naam, hatta yataghammadani Allah bi rahmatihi, mpaka Mwenyezi Mungu anikusanye na anifinike na rehema zake. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها وأنت ناصرها على من عاداها. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم والعفو. السلام عليكم.